Siku ya Jumapili ijayo Mungu alitoa nafasi tena kwa ajili ya wale ambao wanajitenga na laana ama wanaojitenga na mizimu. Itakuwa ni siku hiyo. Huo ni upendeleo ambao Mungu ametupa. Lengo lake ili kanisa libaki kwa salama au watu wake wabaki kwa salama. Itaambatana pia na wazaliwa wa kwanza, wale ambao hawajatolewa kama wazaliwa wa kwanza. Unaweza kuwa mtu mzima lakini hujawahi kutolewa kama mzaliwa wa kwanza ukiwa mtoto mdogo, basi maana yake wanaotolewa wazaliwa wa kwanza maana yake wanawekwa wakfu. Ndio maana wanapelekwa mbele za madhabahu ya Mungu. Yesu Kristo akithibitisha agano la kale, jinsi watoto walivyokuwa wanapelekwa madhabahuni pa Mungu. Mungu aliposema wazaliwa wote wa kwanza ni wangu mimi, walikuwa wanapelekwa madhabahuni. Na Yesu akihitimisha ama akithibitisha neno la Mungu, yeye ambaye amelileta kuwa agano jipya, yeye mwenyewe alipelekwa na wazazi wake baada ya siku 8 madhabahuni pa Mungu. Na ukiangalia alipopelekwa, alikwenda akabarikiwa, walimbariki. Maana yake aliwekwa wakfu, alikabidhiwa mikononi mwa Mungu. Ndio maana mtoto aliyewekwa wakfu, hata kama dunia itamvuta baada ya muda, atarudishwa na Mungu, kwa sababu ana nembo ya Mungu, ana alama ya Mungu, aliyowekwa kwenye madhabahu ya Mungu. Sema amina. Ndio maana kuna yule mwana mpotevu na yule tajiri. Wakati ambapo mwana mpotevu alipotaka kuona kwamba amekuwa mtu mzima, akagawiwa sehemu ya urithi wake. Alipokwenda kula na makahaba, akavutwa na dunia, akaacha maadili ya wazazi wake wa kumcha Mungu. Lakini angalia, kwa sababu alishawekwa wakfu, ni mtoto wa watakatifu, angalia alirudi. Pamoja na mateso alirudi, na aliporudi alipokelewa hajapokelewa? Alipokelewa. Kwa hiyo mtu yeyote aliyewekwa wakfu mikononi mwa Mungu kama mzaliwa wa kwanza, ndio hawezi akapotea, hata kama dunia itamshawishi kiasi gani. Kwa hiyo tutakuwa na ibada siku hiyo ya watu kujitenga na laana, na pia wale ambao hawajatoa watoto wao kuwaleta madhabahuni, basi wazaliwa wa kwanza watafanya namna hiyo. Na siku hiyo hiyo baada ya kumaliza ibada hiyo, tutakuwa na ushuhuda. Sema ushuhuda. Kwa hiyo wale ambao wametendewa muda mrefu na mambo makubwa ya Mungu, basi utakuwepo nafasi kubwa ya ushuhuda. Baada ya kufanya ibada hiyo, tutakuwa natoa nafasi ya ushuhuda. Kwa hiyo itakuwa ni ibada ya tofauti, ibada ya utukufu wa Mungu. Sema amina. Kwa hiyo wewe uliotendewa, hakikisha unajiandaa kwa ajili ya ushuhuda.